Sky TV. Wakati mwingine tena, mtazamaji wa Sky TV yetu, matumaini kabisa kwamba unaendelea vizuri, na kushukuru kwa wale ambao wanatupata kwenye Azam Dish, kwenye other channel namba 22, na kule Zanzibar Cable TV channel namba 114. Wakati huu una kila sababu ya kukaribisha katika jicho letu, tukiangazia vitu tofauti tofauti ambavyo vinahusika, na leo tuko kwenye vipimo zaidi. Tunataka kujua vipimo vinamaanisha nini, kwa nini tunahitaji vipimo, vina umuhimu gani, na vitu vya namna hiyo. Sasa sekta hii inashughulikiwa na sekta moja inaitwa Wakala wa Vipimo nchini, kwa kifupi inaitwa WMA. Tutawajua wao ni wakina nani na wanafanya nini. Sasa nikupe tu nafasi nzuri zaidi ya kwamba wakati huu nimepata nafasi ya kuwa na Bwana Saidi Ibrahim ambaye ni meneja mkoa Wakala wa Vipimo mkoa wa Dodoma, WMA. Karibu sana bwana. Asante sana. Safi, habari ya huko? Nzuri, tu za kwako? Safi, habari ya kazi? Njema tu. Mnaendelea vizuri? Tunaendelea vizuri. Sawa sawa. Kwa niaba ya mtazamaji wa Sky TV ambaye anatufuatilia kwa wakati huu, mwingine anataka kuweza kufahamu kwamba wakala wa vipimo ni akina nani? Karibu. Asante sana. Kwanza kabisa ni kushukuru kwa nafasi hii, lakini pia nianze kwa kujitambulisha mimi mwenyewe. Ndio. Kabla ya wakala wa vipimo. Mimi naitwa Saidi Ibrahim, ni meneja wa wakala wa vipimo mkoa wa Dodoma. Kwa shughuli zote za vipimo, mimi hapa ndiye msimamizi kwa mkoa huu wa Dodoma. Sawa sawa. Kwa niaba ya afisa mtendaji mkuu wa wakala wa vipimo. Hongera sana kwa nafasi hii. Asante sana. Nashukuru sana mtangazaji. Naam, tungependa kufahamu, tukisema wakala wa vipimo tunamaanisha nini? Nini maana hii kitu? Wakala wa vipimo ni taasisi ya serikali kama zilivyo taasisi za serikali zingine, ambayo inafanya shughuli zake chini ya Wizara ya Viwanda na Biashara. Taasisi hii kimsingi ilianzishwa tarehe 13 Mei mwaka 2002 kama wakala wa vipimo. Lakini kabla ya hapo shughuli za vipimo zilikuwepo hata kabla ya uhuru. Shughuli za vipimo zilikuwa zinafanyika zaidi ya miaka mingi tu iliyopita. Na kabla ya kuitwa wakala wa vipimo ilikuwa ni idara chini ya Wizara ya Viwanda na Biashara. Sawa sawa. Utendaji kazi wake wa wakala wa vipimo, kuna mwingine mtazamaji anaweza kusema sawa, ni taasisi ambayo iko chini ya wizara husika, lakini inamfikiaje mwananchi wa kawaida? Mwananchi wa kawaida anahusika vipi na wakala wa vipimo, au wakala wa vipimo wako tu kwa ajili ya taasisi nyingine? Maana kumekuwa na maneno ya namna hiyo kwamba wanahusika na taasisi hizi, sisi ama wananchi wa kawaida wahusike. Hii imekaaje bwana Saidi? Nashukuru ndugu mtangazaji. Kwanza nikueleze kwamba kwa maisha ya binadamu, binadamu yeyote maisha yake yote anayoishi anategemea vipimo. Sawa? Yaani kuanzia anapozaliwa mtoto hospitali, kitu cha kwanza kabisa anawekwa kwenye mzani, anapimwa kujua fahamiana uzito wake. Sawa? Sisi tunapopanga muda kwamba tutakuja kufanya kipindi hapa, tunatumia vipimo. Unaniambia tutaanza saa 9. Sawa? Tunapoondoka huko ofisini tunakuja hapa, tunatumia vipimo. Yaani lazima ujue naenda pale kuna umbali gani, hicho ni kipimo. Na tutatumia mafuta kiasi gani, hicho ni kipimo. Kwa hiyo vipimo ni maisha ya binadamu ya kila siku. Pengine kitaasisi ni kueleze labda kwa ufupi, kama wakala wa vipimo tunayo majukumu mengi, lakini jukumu kubwa hasa na lengo hasa la uwepo wetu sisi ni kumlinda mlaji kupitia matumizi sahihi ya vipimo. Sawa? Tunafanya hivyo kwenye sekta za biashara, sekta ya afya, sekta ya usalama pamoja na mazingira. Sawa? Na jukumu letu lingine ni
kuiwakilisha nchi katika masuala yanayohusiana na mambo ya vipimo. Sisi wakala wa vipimo ni wanachama wa shirika la vipimo duniani. Sawa? Ambao inaitwa OIML. Lakini wanachama wa shirika la vipimo Afrika Mashariki na SADC na kanda zote tunakuwa na wanachama kupitia wakala wa vipimo. Sisi ndio wawakilishi wa nchi. Sawa. Lakini jukumu lingine, sisi kama wakala wa vipimo tunatoa vibali vya ugezi. Sawa? Baadhi ya kazi zetu tumezikasimisha kwa makampuni binafsi. Unajua sasa hivi serikali inasisitiza masuala ya PPP, kuna ushirikiano kati ya sekta binafsi na sekta ya umma. Kwa hiyo kuna kazi zetu tunazozifanya tumezikasimisha kwa watu binafsi ambao tunawa interview kupima uwezo wao na tunawapa leseni kwa ajili ya kwenda kufanya kazi za vipimo kwa niaba yetu. Kwa mfano, wapo wanaofanya kazi za upimaji wa matenki ya kuhifadhia mafuta ardhini, wapo wanaopima vipimo vya mgandamizo ambao tunawapa leseni, lakini wapo mafundi wa mizani ambao sisi tunawapa leseni, na wote wapo wanafanya kazi nchi nzima. Sawa. Umeelewa? Naam. Hongereni sana kwa shughuli. Umegusia kuhusu biashara, afya, usalama na mazingira. Dio. Kwa kumbukumbu yangu. Ndio. Tuanze katika afya. Mnatumia kipimo kwenye afya, mnafanyaje huko? Kama nilivyokueleza mwanzo kwamba ulipozaliwa tu siku ya kwanza uliwekwa kwenye mzani. Sasa ule mzani, kumbuka ile kumbukumbu inakuwa ni kumbukumbu ya kudumu ya maisha yako yote. Kwamba siku ulipozaliwa ulikuwa na kilo 3. Sawa? Sasa ili ile kumbukumbu iwe sahihi, lazima ule mzani upime sahihi. Ndio. Kwa sisi lazima tuzunguke hospitali zote. Twende tuhakikishe kwamba mizani zile zinapima kwa usahihi. Kwa tunakagua mizani, tunakagua syringe na tunaendelea kuboresha uwezo wetu wa kukagua. Twende tukagua na vipimo vingine vinavyotumika maeneo ya hospitali kama vipimo vya pressure, sukari na nini. Tuko tunaelekea huko sasa. Sawa. Katika usalama? Katika usalama vipo vipimo vichache ambavyo tunavipima kama unaona zile tochi wanazotumia maaskari kulinda speed za barabarani. Sawa? Ile pale inapima wewe kwamba ulikuwa unatembea kwa speed kiasi gani. Kwa sisi tunataka tuihakiki ile ili inapokupa wewe kwamba umezidi umezidi speed au umefanyaje iwe kweli, ili wewe usije ukafanyaje ukapigwa faini ambayo haukustahili kupigwa faini. Okay. Sawa. Tujikite zaidi kwenye biashara kwa sababu hapa ndo mwananchi wa kawaida yupo, so huko kwingine hayupo, yupo ndio. Lakini hapa na sisi sehemu kubwa sana tunajikita sana kwenye biashara. Hali ikoje katika vipimo katika upande mzima wa biashara, na huku je, mnapima nini? Ni mizani ambayo tunaishuhudia ya sukari, mchele, unga, ni mizani ile ambayo tunaishuhudia pia labda ya kupima vitu vingine, ikoje? Kwanza pia ningependa kufahamu kuna aina ngapi za mizani kama inawezekana kuweza kuzijua. Naam, aina za mizani ni nyingi. Anze tu kwamba tunapima nini. Sisi wakala vipimo tunahakiki mizani zote zinazotumika kwenye sehemu ya biashara, afya, usalama na mazingira kama nilivyosema mwanzoni. Sawa? Kwenye biashara unaweza kwenda kwenye maduka, yale maduka ya kawaida yanayouza nyama, maduka yanayouza bidhaa za kawaida, unga, sukari kama ulivyosema. Sawa? Lakini kwenye mizani zinazopima magari barabarani, sawa, kwenye magodauni, kwenye viwanda na maeneo mbalimbali ambako upimaji kwa kutumia mizani unafanyika. Lakini pia tunahakiki mfumo mzima wa upimaji wa mafuta kuanzia yanapoingia nchini kutoka nje ya nchi. Pale bandarini inapoingia meli ya mafuta, tunaenda kuhakiki ile meli. Mafuta yakitoka pale yanaenda kuhifadhiwa kwenye magara, yanapita kwenye mita kubwa inaitwa flow meter ambayo iko bandarini pale. Ile mita nayo lazima tuihakiki, tuone kama inapima vizuri. Sawa? Yanapoenda yale magara bulk storage tanks yale, tunayahakiki na yenyewe kama yako sahihi. Na yenyewe yana mita ambayo ni flow meter, tunazihakiki. Alafu kuna watu huku kutoka ndani na nje ya nchi wana magari yao wanasafirisha mafuta.
wanakuja pale kujaza mafuta ili wapeleke kwenye vituo vya mafuta. Yale magari nayo tunayahakiki kuona kama je, yanapima vizuri. Lengo ni lile lile, kumlinda mlaji. Sawa? Yakitoka pale yanaenda kwenye vituo vya mafuta ambavyo nimekuambia vina matenki makubwa ya kuhifadhia mafuta. Yale pale matenki kwanza na yenyewe tunayahakiki. Sawa, umeona na mwenzangu yule alitoka hapa, kuna kesi ya hivyo, yani kuna mtu ameleta mafuta kwenye gari imetofautiana na yaliyoko huko chini. Kwa hiyo tunatakiwa tu tumehakiki tenki la chini, lakini pia na hiyo gari ambayo imeleta mafuta, na huyo wa gari anapewa dipstick. Baada ya hapo tunaenda kwenye pampu sasa, ambayo mteja anaenda na gari yake, anamwambia niwekee mafuta 20,000. Tunapima, je, kweli ukiomba mafuta 20,000 utapewa kweli ni ya ile ya 20 au unapewa ya 10,000 afu unaambiwa ni 20,000? Kwa sababu wewe au yaoni yale mafuta yanapita kwenye mpira mweusi yanaenda kwenye gari. Sawa. Lakini wakala wa vipimo yupo kwa ajili ya kuhakikisha kwamba hayo yanayopita yanaenda kule ndani yako sahihi, na wewe unapolipa fedha yako inalingana kweli na mafuta ambayo umepata. Sawa. Lakini zaidi sisi tunahakiki, ukiachana na hiyo, tunahakiki pia maroli ya mchanga. Wewe unaenda kununua mchanga, unakuta magari yamepanga pale. Kuna ambalo ni kubwa kidogo, lingine dogo, wote wanakuambia mchanga 120,000. Sawa. Umeelewa? Lakini yale sisi tunayapima ili ukienda pale uone hii ni kubiki mita 30, hii ni kubiki mita 5, ni 10, uamue kwamba kama nachukua la 120,000 basi nichukue ili ambalo ni kubwa. Sawa, ili fedha yako unapoitoa upate kitu kinacholingana na kiasi ulichokipata. Sawa. Na kingine kikubwa zaidi tunahakiki bidhaa zilizofungashwa. Tunaposema bidhaa zilizofungashwa ni ile bidhaa ambayo imeandikwa kiasi, uzito, ujazo wakati mlaji hakuwepo. Kwa mfano, maji ya kunywa. Unakuta maji ya kunywa yameandikwa lita 1.5. Ndugu mtangazaji, ulishawahi kwenda kuhakiki haya maji kama yako sahihi? Unaenda kununua mafuta ya kula pale Majengo, yameandikwa lita 5. Ulishawahi kwenda nyumbani kupima kama ni lita 5? Unanunua kiroba cha unga kimeandikwa kilo 25. Ulishawahi kwenda kupima? Serikali kupitia wakala wa vipimo inafanya kazi hiyo kwa niaba ya mwananchi. Umeelewa? Au unaenda kununua nondo, unaambiwa ni milimita 12. Ulishawahi kwenda kupima? Wakala wa vipimo inafanya kazi hiyo kwa niaba ya wananchi. Mtazamaji, unaangalia vizuri za Sky TV na jicho letu ndio hili ambao tuko pamoja hapa kwa wakati huu nikiwa meneja wa wakala wa vipimo katika mkoa wa Dodoma. Yeye ndo anashughulikia mambo yote vipimo katika mkoa wa Dodoma. Umegusia namna ambavyo mahitaji ambayo tunayapata au mwananchi wa kawaida anayapata na yanakuwa yako katika vipimo, lakini sehemu kubwa zaidi hatuhakiki kwa sababu tunasema asimeshaandikwa unga kilo 25 sawa na kiroba kimejaa sawa. Lakini unaweza kaenda kuangalia kule kukuta kilo 22 au kilo 23. Mmewahi kukutana na hali za namna hiyo kwamba kimeandikwa tofauti, kwenye kupima iko tofauti? Na kama hali za namna hiyo mmekutana nazo, mnashughulika nazo vipi? Ndugu mtangazaji, sisi kazi yetu kubwa kama nilivyokuambia ni kumlinda mlaji kupitia matumizi sahihi ya vipimo. Kwa tunapoamka tarehe 1 Januari mpaka tarehe 31 Disemba, kazi yetu ni kuhakikisha watu wanapata vipimo vilivyo sahihi. Kwa sababu hiyo sasa tunafanya ukaguzi wa mara kwa mara. Tuna kaguzi aina mbili. Kuna ukaguzi ambao tunatoa taarifa, lakini tuna kaguzi ambazo ni za kushtukiza ili kwenda kuangalia kama vipimo viko sahihi. Sasa katika kufanya hivyo yako mambo tunayakuta. Unaweza kukuta mtu ameandika 25 halafu ndani kuna 22. Umeelewa? Kwa tunapoikuta hivyo tunachukua hatua kwa mujibu wa sheria ya vipimo. Sawa. Kwa hiyo huwa inatokea tunazikuta hizo kesi. Tumezungumzia kuhusu ujazo na kumbuka mwanzoni hapo kugusia kuhusu maji, nondo, kugusia pia kuhusu bidhaa kama unga, sukari na vitu vya namna hiyo. Ndio. Vipi katika upimaji wa gesi pia mnahusika? Naam. Gesi nayo ukienda kununua wewe unakuta imeandikwa 30.
au 50. Lakini wewe una uwezo wa kwenda kuhakiki hiyo. Sisi wakala wa vipimo tunahakiki. Na tunavyohakiki gesi ni kama nilivyoeleza mafuta, yaani mnyororo mzima wa mafuta kuanzia gesi inapoingia mpaka inapofikia kwa mlaji. Sawa. Kwa zinapoingia kule, inapotoka inakuja kwenye matenki ya kuhifadhia gesi pale. Yale matenki nayo tunayahakiki kama yako sahihi. Ziko flow meters zinazopima pale, tunazihakiki kama ziko sahihi, lakini kuna vijazia bidhaa au automatic fillers na kwenye mitungi tunazihakiki nazo kama zinajaza kwa usahihi. Na baada ya hapo tunahakiki tena mitungi ile ya gesi kama kweli iko sahihi, kuanzia hapa kwa yule anayeuza, wauzaji wa jumla mpaka wale wauzaji wa rejareja. Nako tunaenda kuhakiki kama mitungi iko sahihi, ili watu mwisho wa siku wapate gesi sahihi kulingana na fedha waliolipia. Sawa sawa. Kikubwa tunagusia kuhusu shughuli mbalimbali ambazo zinafanywa na wakala wa vipimo nchini Tanzania, na kubwa tunataka kuweza kufahamu mambo tofauti ambayo tumeanza kuweza kuyajua kutokana na Said Ibrahim ambaye meneja wakala wa vipimo, akiwa anatuelezea kwa undani zaidi kile ambacho kinafanyika. Kila kazi ina changamoto na kila kazi pia ina mafanikio. Mara nyingi mafanikio yanatajwa kwa uchache sana, lakini changamoto zinakuwa nyingi sana. Tuanze kwenye changamoto. Hali ikoje? Kuna changamoto gani katika kile ambacho mnakifanya WMA katika upimaji? Changamoto ni ukiukwaji wa sheria. Wako wafanyabiashara ambao wengine wanaweza kukiuka sheria kwa bahati mbaya, lakini kuna wengine wanakiuka sheria kwa makusudi. Na kwa hiyo tunachukua hatua, lakini kumekuwepo na baadhi ya vipimo batili na watu wanatumia vipimo batili. Sawa. Kwa hiyo tunaendelea kutoa elimu, lakini pia tunachukua hatua ili kuweza kupunguza hiyo hali. Sawa sawa. Mnaona mnaendaje kwamba naamini kwamba mnatoa elimu kwanza wahusika. Siamini kwamba mnawakamata tu, mnatoa elimu, lakini mtakaporudi tena mkikuta karudia kile kitu inakuwa ni taarifa nyingine. Sahihi kabisa. Kadri mnavyoendelea kufanya hivyo, mnaonaje jamii ama wahusika wanaendelea kuelewa, kujua umuhimu wa kile kitu kinachotakiwa kufanya kwa usahihi, au bado kumekuwa na kiburi? Hapana, uelewa upo. Uelewa ni mkubwa sana. Miaka ya nyuma ilikuwa sisi tukienda kufanya ukaguzi, ukiingia kwenye kijiji fulani hivi, wakishaona tu ile gari ya wakala wa vipimo, watu wanakimbia wanafunga maduka. Sawa. Ilikuwa hivyo kwa kipindi fulani. Lakini tumetoa elimu. Sasa hivi ni ngumu sana kukuta mtu eti anaenda anafunga duka kwa sababu mmekuja kufanya ukaguzi. Hiyo kwa kweli huko tumeshatoka. Na tunashukuru kwamba serikali imetuwezesha kutoa elimu na watu wameelewa. Watu hawafungi tena maduka kwa ajili ya kuogopa kukagua. Kwa hiyo tunayaona kwamba ni mafanikio makubwa kwetu. Sawa sawa. Tukiwa bado tunazungumzia kuhusu namna ambavyo wakala wa vipimo wanafanya shughuli yao na namna ambavyo wanafanya kwa ajili ya kwako wewe zaidi mwananchi, ili kuweza kuhakikisha kila kitu kinakuwa sawa, wao kwa majukumu walionayo, lakini kwa wewe kwa ile bidhaa ambayo unaiuza basi kunakuwa kuna malalamiko. Tuna mengi zaidi ya kuyazungumza. Mwanzoni wakati tunazungumza kuhusu wakala wa vipimo, ukanigusia pia kwamba ni mwanachama kwenye SEP kama takriban 2 hivi duniani pamoja na Afrika Mashariki. Tamanio langu kutaka kuweza kujua zaidi kwamba tukianza na nafikiri vyama viwili kama sijakosea, Afrika Mashariki, SADC na ulimwenguni. Tuanzie katika maeneo hayo kuweza kufahamu. Kwanza nianzie Afrika Mashariki. Kwa nini? Kwa sababu ndio nyumbani. Toka mwe wanachama mnanufaika vipi na hiyo, lakini pia kuingia kwenu kwa wanachama kumewapa nafasi gani ya kuhakikisha kwamba mnaendeleza kile ambacho mnakifanya? Mtazamaji angependa kuweza kufahamu hili. Kama ulivyosema kwamba
Tunaposema Afrika Mashariki tunamaanisha muunganiko wa zile nchi ziko 7 ya Tanzania, Rwanda, Kenya, Burundi, South Sudani, DRC, sawa? Hao watu wote wanatumia vipimo. Sawa? Sasa tunatakiwa tukubaliane kwenye vipimo. Sawa? Kwamba hichi kipimo mimi nikipima hapa. Sawa? Alafu mwingine akaenda kupima labda Uganda au Rwanda. Tunachokipata kinafanana? Sawa? Lakini je, njia tunayotumia kupima inafanana? Umeelewa? Tukitumia njia inayofanana na tukatumia standards zinazofanana, ina maana tutapata kipimo ambacho kinafanana. Si ndio? Kwa tukishapata kipimo kinachofanana, ina maana wananchi wetu kwenye biashara hawezi kupata tena mgongano. Kwa hiyo kwamba sisi tunatambua kitu kilichopimwa kwenye nchi nyingine iliyoko Afrika Mashariki. Kwa hiyo vile vipimo vyetu vinakuwa viko sawa, na hiyo inarahisisha biashara na kuondoa mgongano wa maslahi. Naam. Sawa. Kwa tunatumia hiyo, tumezungumza Afrika Mashariki, vipi katika hivyo vyama vingine viwili kama SADC na duniani kwa ujumla? Malengo ni yale yale. Yani ina maana malengo ni yale yale yote ya kwa. Unajua vipimo vinatakiwa vifanane kote duniani. Sawa? Kwa mfano ukipima kilo moja hapa ya sukari, si ni kilo moja? Ukitoka hapo ukienda Marekani, unatakiwa upime hiyo kilo moja iwe ni hiyo hiyo, isipungue wala isiongezeke. Kwa sababu wote tunatumia vipimo vya aina moja. Umeelewa? Na tuna prototype moja ya kilogramu. Sawa, ambayo iko Paris, Ufaransa, ambayo tunatarajia nchi zote zitapima kutokana na ile prototype. Kwa popote pale utakapopima kilo moja au kilo 10 au kilo ngapi, ukienda sehemu nyingine lazima zote zifanane. Sasa ili tuwe na upimaji wa aina moja, lazima wote tuwe tuna kitu kinachotuunganisha. Sawa? Hiyo ndio inaitwa International Organization of Legal Metrology, IML. Wote dunia nzima tunakuwa wanachama ili tuweze kufanana. Sawa. Tunazungumzia kuhusu vipimo na tupo na meneja wa wakala wa vipimo katika mkoa wa Dodoma, na yakigusia kuhusu namna ambavyo hali ilivyo, lakini pia kile ambacho kinachoendelea katika upande mzima wa vipimo kwa namna moja ama nyingine. Hili ndio kubwa ambalo tunaligusia. Tumegusia kwa ujumla wake. Turudi katika mkoa. Hali ikoje katika mkoa wa Dodoma katika upande mzima wa upimaji na shughuli ambazo mnazifanya? Kwa Dodoma tunashukuru tunaendelea vizuri. Vipimo viko vizuri. Na tunaendelea kufanya kaguzi mbalimbali za kawaida na za kushtukiza. Na tunaendelea kutoa elimu. Tunashiriki kwenye maonesho mbalimbali. Hata hivi juzi kuna kliniki ambayo alianzisha mkuu wa mkoa, akaelekeza taasisi zote zisikilize kero za wananchi. Na sisi tulikaa pale kwa ajili ya kusikiliza kero za wananchi wa mkoa wa Dodoma. Na bahati nzuri tulipata kero chache sana, na ile ilitupa mwanga kwamba wananchi wa Dodoma wanaridhika na huduma tunazozitoa. Okay. Tofauti na kile ambacho mkofikiri labda mngepata kero nyingi zaidi, lakini hali imekuwa tofauti, mpata kero chache. Mpata kero chache sana. Na hii nafikiri kutokana na elimu ambayo mnaitoa kwa namna moja ama nyingine. Kupata majibu hayo kunawapa nafasi gani nyinyi kuona kwamba sasa kazi inaenda vizuri, tuendelee na kitu kingine, au tukazie katika hawa wachache waelewe ili mkutano mwingine ukiitwa wasiwepo? Sisi tunaendelea na kazi ya ukaguzi wa vipimo kama tulivyoelekezwa kufanya. Kwa hiyo tunaendelea bila kujali malalamiko ni machache. Tunatamani yasiwepo kabisa. Kwa hiyo tunaendelea kuchapa kazi ya uhakiki wa vipimo kwa mkoa wa Dodoma. Sawa. Mapumziko yafuatayo, tutakaporejea tuna mengi zaidi pia kuyazungumza hapa katika jicho letu kutoka hapa Sky TV.
Sky TV. Sky TV. Sky TV inakukaribisha mfanyabiashara, mjasiriamali, taasisi na mashirika mbalimbali kutangaza biashara yako kwa gharama nafuu. Sky TV itafurahi kuwa sehemu ya kufanikisha ndoto yako ya kukua kibiashara. Karibu utangaze nasi ili kuwafikia wateja wengi kutoka maeneo mbalimbali ndani na nje ya nchi. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na mkuu wa kitengo cha masoko kupitia simu namba 0673 33 61 99 au 0794 96 3336. Wakati wa kukua kibiashara, taasisi au shirika lako ni sasa. Changamkia fursa hii. Sky TV, above the limit. Habari, jina langu ni Sarah kutoka ya ZIC. Kazi yangu ni kukuongoza katika kufanya maamuzi sahihi ya kujikinga wewe na mali yako dhidi ya majanga yasiyotarajiwa kwa kupata bima kutoka ZIC. Je, unaifahamu ZIC? ZIC ni shirika la bima lililoanzishwa mwaka 1969 kutoa huduma za bima kwa wananchi, taasisi za umma na binafsi kwa lengo la kulinda uchumi wa watu binafsi na nchi yetu kwa ujumla. Lengo letu ni kuwa kampuni ya bima inayoaminika na wateja na kutambulika kote Afrika Mashariki. Dhamira yetu ni kulinda na kuwawezesha wateja wetu kwa kuwapa huduma bora na za kuaminika. Baada ya utangulizi wangu, je, ungependa kujua kuhusu huduma zetu? ZIC tunatoa huduma za bima za mali na ajali, na kati ya hizi ni bima ya magari, bima ya wizi, bima ya moto, bima ya mizigo. Je, unazijua branchi zetu? Kuhakikisha tunawafikia wateja wetu nchi nzima, tunatoa huduma zetu kupitia ofisi zetu kuu zilizopo mtaa wa Mpirani pamoja na matawi yetu yafuatayo: Amani, Marubi, Chake Chake, Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza, Kahama, Arusha, Tanga, Mbeya na Mtwara. Unajua ni njia gani tunazotumia kuwapa wateja wetu huduma? Tunatoa huduma kupitia ofisi zetu, kupitia mawakala na madalali wa bima waliosajiliwa na Mamlaka ya Bima Tanzania, kupitia mawakala wa Bank Assurance na pia kupitia mitandao ya simu kupitia Voda Bima na Mix by Yas. Karibu ufurahie huduma zetu kwa masaa 24. Tunakujali. Sky TV. Na ni jicho letu kutoka hapa Sky TV. Kama ujiunga nasi, karibu, na ni kufahamisha kabisa kwamba tunagusia kuhusu umuhimu wa vipimo katika vitu tofauti, na kama umeweza kutufuatilia toka mwanzo, chochote kinachofanyika kinahitaji vipimo. Umemsikia vizuri zaidi Bwana Said Ibrahim ambaye yeye ni meneja wa mkoa meneja wa wakala wa vipimo katika mkoa wa Dodoma, akielezea namna hali ilivyo. Mmoja kati ya vitu ambavyo tuliwahi kuzungumza mwanzoni kuhusu majukumu, inawezekana tuligusia machache, lakini bado yapo mengine mengi. Nitoa nafasi kwa sasa kuweza kuzungumza yale ambayo bado tujazungumzia kuhusu majukumu mbalimbali ambayo yanaendelea kuweza kufanywa na wakala wa vipimo nchini. Karibu bwana. Asante sana. Jukumu letu lingine pamoja na yale niliyoyazungumzia ni kuidhinisha miundo mipya ya vipimo. Tunaposema kuidhinisha miundo mipya, unaona kama kuna mtu anataka kuuza vipimo. Kwa mfano mtu anataka kuuza mizani, au mtu anataka kuuza pampu za mafuta, au anataka kuuza vipimo vya mgandamizo. Anachotakiwa kufanya ni kuleta sampuli ya hicho kipimo. Ameshakitengeneza kabisa, kiko tayari, analeta kwetu. Tunaenda kukifanyia utafiti na uhakiki kuona kama hicho kipimo kinafaa kutumika hapa Tanzania. Sawa? Kwa hiyo tutakipima
kama kitakuwa kinafaa tutampa cheti ambao tunaita pattern approval, ambacho kitamruhusu yeye kuagiza hivyo vipimo kwa wingi kwa ajili ya kuja kuuza hapa nchini kwa watu binafsi au hata kwa serikali au kwa kampuni. Sawa? Kwa hiyo lazima vipimo ambavyo vinauzwa au vinatumika viwe vina muundo ambao umeandikishwa wakala wa vipimo. Kwa hiyo ni moja ya jukumu letu kubwa. Vipi kama mshakutana na mtu ambaye anataka kufanya shughuli hiyo, lakini vile vitu ambavyo anavitaji, vipimo ambavyo anataka kuvitumia havikubaliki hapa nchini au havifai? Ndio jukumu letu. Lazima tuhakikishe kwamba vipimo vinavyotumika hapa vinaweza kutoa vipimo kwa usahihi. Vinaweza kupima kwa usahihi. Naam. Sawa. Kutokana na kile ambacho mnakifanya, mipango ikoje kuhakikisha kwamba jamii inaendelea kupata elimu kubwa na ya kutosha kuhusu vipimo na kujua umuhimu, ili kuondoa ujanja ambao unaendelea kuweza kufanyika, kwa sababu tunashuhudia sana kwenye maeneo mengi ya hapo natumika mizani, kumekuwa na vitu kidogo vya ujanja. Mnafanyaje katika hiyo? Tunajitahidi kutoa elimu kwenye maeneo mbalimbali. Kwa mfano sisi tunapoenda kwenye vituo vyetu vya ukaguzi kila siku, maofisa wetu tulishakubaliana tunatoa elimu kwanza kwa wananchi. Alafu ndo tunaanza kuwahudumia. Tunawaelewesha nini tunachokifanya, kina manufaa gani, kina madhara gani, kutumia vipimo ambavyo havijahakikiwa na wakala wa vipimo ina madhara gani. Kwa hiyo tunahakikisha kwamba wamefahamu. Pia kama nilivyoeleza kwamba tunatoa elimu kwenye maeneo mbalimbali ya maonesho kama 88 au kwenye kliniki au kwenye magazeti, lakini pia kushiriki kwenye mikutano mbalimbali inayohusiana na masuala ya elimu ya vipimo. Lakini sasa hivi tumeona hiyo haitoshi. Tumeamua sasa kwenda kwenye kwa kuanzia kwenye watoto wadogo. Tuko na plani za kuanza kutumia wanafunzi walioko mashuleni. Tumeshaanza, kuna klabu tumeianzisha pale shule ya Mtemi Mazengo, shule ya msingi pale. Tumeunda klabu ya wanafunzi wa shule ya msingi, lakini tumeenda na shule ya sekondari ya Dr. Samia, tumefungua napo klabu, tumewapa elimu. Lengo ni watu wakue wakiwa wanafahamu vipimo. Lakini pia kumbuka wale wanaenda sehemu tofauti, akienda nyumbani atakutana na mzazi, akienda wapi atakutana na marafiki. Kwa hiyo atakuwa ni balozi. Lakini pia na sisi nyumbani tumezoea, tunawatuma watoto, nenda dukani kanunue sukari, nenda dukani kanunue mche wa sabuni, kanunue kitu fulani, sawa? Ili wakienda wao wawe mabalozi wetu kule. Wakimkuta mtu anapima visivyo, watatoa taarifa aidha kwa mzazi au kwa mtu yeyote. Kwa hiyo tutachukua hatua. Lakini na yeye huku mbeleni anapokuja kuanza kutumia vipimo, anakuwa tayari ana kitu anakijua kichwani mwake kwamba vipimo sahihi ndio suluhu ya kibiashara. Mmekutana na ugumu gani wakati mnaanzisha vitu hivi kama hizi jumuiya clubs katika shule mbalimbali? Kwa sababu vijana wetu, watoto wetu, ukiwaambia vipimo kwa kama kuelewi hivi, anakuangalia mara tatu alafu afahamu nini kinachoendelea. Je, mmekutana nao vipi na wamekubali vipi? Yani kulikuwa na changamoto yoyote au ilikuwa sawa tunaanza? Hapana, watoto hawana shida. Watoto wako pale kwa ajili ya kujifunza. Tena walifurahia. Yani kuna wengine ambao hata baada ya kutoa taarifa tu leo, kesho tumeenda tumekuta wameshatunga hata wimbo wa vipimo. Watoto wa shule ya msingi. Kuonesha kwamba ni kitu ambacho wamekikubali na wamekubali kuwa mabalozi wetu. Kwa hiyo hatujapata changamoto yoyote kwa kweli kwenye kuanzisha hizo club. Na tuna plani kwenda sehemu nyingine zaidi, kwa sababu tumeona ni kitu ambacho kitakuja kuleta matokeo mazuri hapo baadaye. Mmeanza na shule za msingi tu au pia mmeanza na shule ya msingi na sekondari? Na sekondari. Kwa mkoa wa Dodoma vipi, angalau kadhaa mnakaribia kuzimaliza au bado? Hapana, ndo tumeanza. Tuko shule ya kwanza ya msingi na shule moja ya sekondari. Ndo tumeanza. Sawa. Ni kitu kizuri zaidi na naamini kwamba kupitia hapo basi kadri tunavyoendelea kwenda ndivyo ambavyo
ule ujanja unaweza ukapotea au kaisha kabisa, kwa sababu elimu inatolewa kama inavyotakiwa. Yupo ambaye anatutazama sasa hivi, anapofanya kipimo afanye kwa njia sahihi. Nasema kwa sababu wakala vipimo sio kwamba kila duka mtaweza kufika. Na mnaandaa utaratibu wenu kwamba leo tutazunguka eneo fulani, leo tutazunguka eneo fulani. Lakini mnapoenda eneo hili kuna huyu huku nyuma naye anafanya kitu chake, mnapoenda huku huyu naye anafanya kitu chake. Mnamwambia nini ubaya wa kufanya kitu kwa kupunja? Nikiwa namaanisha kwamba sio kipimo sahihi. Unasema kwamba ni sukari kilo 1, lakini ukienda kupima ni sukari nusu na robo. Ujanja ubaya wake ni nini? Na pindi utakapo kutwa na wakala wa vipimo nafanya kitu hiki, nini kinaweza kukuta? Asante sana ndugu mtangazaji. Swala la vipimo, uzuri vimetajwa kwenye vitabu vya Mwenyezi Mungu kabla hatujaenda kwenye sheria ya vipimo. Sawa? Mwenyezi Mungu anasema katika Qur'ani, al-mizani al-haq. Sawa? Lazima tupime kwa usahihi ili kila mtu apate haki. Sawa? Lakini pia kwenye Biblia imetajwa kwamba kupunja kwa kutumia vipimo inamchukiza Mwenyezi Mungu. Sawa? Kwa hiyo kama mtu ni muumini mzuri na anasoma Biblia au anasoma Qur'ani, hawezi kwenda kupunja. Sawa? Wala hawezi kufanya biashara ya kupunja. Sawa? Kwa kabla serikali haijamwadhibu, Mwenyezi Mungu anaweza kumwadhibu kwa sababu ya kutumia vipimo visivyo sahihi. Lakini sheria ya vipimo sura namba 340 kama ilivyofanywa maboresho mwaka 2023, ikisoma pamoja na kanuni zake, kupunja kwa kutumia kipimo cha aina yoyote ni kosa kwa mujibu wa sheria hiyo. Na makosa yote kwenye sheria ya vipimo ni makosa ya jinai. Na adhabu zake iko za namna mbili. Ya kwanza ni faini ambayo tunaweza kutoza sisi wenyewe ukishakiri makosa yako. Na faini ile inaanzia shilingi 100,000 mpaka milioni 20 kwa kosa moja. Lakini namna ya pili ni kukupeleka mahakamani. Ambapo sheria inasema mahakamani kosa la kwanza ni kuanzia shilingi 300,000 mpaka milioni 50. Na ikitokea kosa yanajirudia ni kuanzia shilingi 500,000 mpaka milioni 100. Hii ya kwanza unaweza kutozwa faini au kifungo kisichozidi miaka 2. Na hii ya pili unaweza kutozwa faini au kifungo kisichozidi miaka 5. Sawa? Kwa hiyo ninatoa tu wito kwa wananchi kwamba sheria ni kali. Kwa hiyo tujitahidi kuhakikisha kwamba tunatumia vipimo vilivyo sahihi. Lakini pia kwa kuongezea kwamba wako wafanyabiashara ambao wachache si waaminifu. Kwa hiyo inafaa hata sisi walaji tujenge tabia ya kujilinda. Sawa? Tuwe walinzi wetu wenyewe. Unapoenda kwenye duka, kitu cha kwanza inatakiwa ule mzani uwe sehemu ya wazi ambapo unaonekana. Ukiona mtu anaenda huko anainama na kupimia, huyo mkatae. Hana nia nzuri. Shtuka. Sawa? Kwa lazima mzani ukae sehemu inayoonekana. Uone. Lakini cha pili, kwenye mzani unatakiwa uone mzani unacheza. Uwe una balance. Kama ni mzani wa kutumia mawe. Sawa? Kama ni mzani wa umeme ule wa digital tunasema, basi huo unaanzia 0. Umeelewa? Lakini kingine zaidi ni kwamba ili ujue huu mzani umeakiwa na wakala wa vipimo, lazima uone kuna stika ya wakala wa vipimo ambayo ina nembo ya bibi na bwana pamoja na nembo ya wakala wa vipimo kama hii. Inakuwa kwenye stika pale. Ukiona mzani hauna hiyo stika, shtuka. Mwambie mzani umekaguliwa, hakuoneshi. Sawa? Hiyo ndio njia ambayo inaweza kutusaidia kujilinda. Lakini malizie pia kwenye vituo vya mafuta, kwa wale wenye magari wanapoenda kununua mafuta, wahakikishe pia ile pampu ya mafuta ina stika ambayo ina nembo ya bibi na bwana pamoja na hii ya wakala wa vipimo ambayo inaonyesha kwamba hii pampu ya mafuta
imeshakaguliwa. Sawa? Na inatakuwa inaonesha kwamba imekaguliwa lini, labda ni tarehe, labda ni mwezi wa 3 2025, itaisha mwezi wa 3 2026. Kwa sababu tunafanya kila baada ya mwaka mmoja. Sawa? Lakini kingine, kabla hajawekewa mafuta hakikishe kwamba ule mkono unapotoka kwenye pampu, basi pampu inasoma 0. Kwa sababu unaweza kwenda vibaya ujanja ukashangaa pampu umeunganishiwa huku inasoma, wewe ulikuwa unataka mafuta 50,000, kuna mwenzako kapita kawekewa 20,000, wewe unaunganishiwa inakuwa 50. Unatoa 50, kumbe umewekewa ya 30. Umemlipia na mwenzako. Sawa? Kwa hiyo unajitahidi kuhakikisha kwamba na sisi tunajilinda. Pamoja na kwamba tunalinda kwenye vipimo, lakini wapo wezi binafsi ambao ni watu wanaweza kuiba wao wenyewe bila kutumia bila kusababisha kipimo kiibe, akakuibia yeye mwenyewe tu. Kwa hiyo hizo ndo njia za kujilinda kwenye hayo maeneo. Lakini naam, nimezungumzia vipimo vya mizani, pampu na matanki na nini, lakini kuna vipimo vingine ambavyo tunahakiki vya muhimu sana ambavyo watu wote wanatumia, mita za maji au dira za maji. Sawa? Zile nazo huwa tunazihakiki zikiwa mpya au zilizoko kwa watumiaji. Sawa? Kwa sababu kuna mtu unakuta analalamika, anakuja pale, bwana mimi maji nilikuwa nimesafiri lakini bili imekuwa kubwa kuliko wakati mimi nikiwepo. Au watoto walikuwepo likizo, bili ilikuwa ndogo kuliko wamesharudi shuleni. Au sui nini, yani malalamiko ya hivyo yanakuwepo. Mita za maji kwa tunazihakiki ili kuona kama zinapima vizuri. Ili ukilipa bili ya shilingi 10,000, basi huo umetumia maji ya shilingi 10,000. Sawa? Kwa natoa wito kwa wananchi, ukipata changamoto ya hivyo, toa taarifa mamlaka au toa taarifa wakala wa vipimo. Zaidi mtangazaji, sisi pia tunahakiki mita za umeme. Sawa? Unaambiwa hizi ni uniti, umetumia uniti 10. Sawa? 28,000. Kweli mita yako ilitumia ile uniti 10? Sawa? Tunahakiki mita za umeme ambazo ni mpya, lakini tumeanza pia na kuhakiki zile ambazo zilizoko kwenye matumizi. Wakati tunagusia vipimo tukiwa tunaenda ukingoni, kuna yale nasema mabasi, malori ambao yanapita katika mizani barabarani. Ndio. Zamani sijui kama sasa hivi bado unaendelea huo ujanja. Gari imejaa lakini ikifika katika mzani mnaambiwa msogee nyuma au msogee mbele katika hali ya kukwepa. Vitu vya namna hiyo. Lakini najua kwamba kutokana na teknolojia na mabasi ambayo tunayo sasa hivi sidhani sana. Hali ikoje kule na mnafanyaje kama mnakuta kwamba gari imepakia vitu vingi sana na mwisho wa siku mzani unasoma tofauti na kile kiwango ambacho kinachotakiwa kuwepo? Hali inakuwa vipi na mnapambana navyo vipi vitu hivyo? Ndugu mtangazaji, kama nilivyokuambia mwanzo, sisi tunahakiki vipimo. Sawa? Kwa hiyo ile mizani unayoiona inayopima magari ya barabarani ndio sisi tunaihakiki. Tunaangalia kama inafanya kazi vizuri. Lakini kwenye utekelezaji wa kupima magari na kuona limeingia, limejaza, limezidi, limepungua, hiyo sio jukumu letu, ni jukumu la TANROADS. Sawa. Naam. Kwa kumalizia, neno lako zuri kwa jamii kuhusu umuhimu wa vipimo. Karibu. Asante ndugu mtangazaji. Kama nilivyoanza mwanzo nilisema vipimo ni maisha. Vipimo tunavitumia kila siku. Kwa tujitahidi kutumia vipimo sahihi kwa maendeleo ya taifa letu. Sawa. Ni Bwana Saidi Ibrahim ambaye yeye ni meneja wa wakala wa vipimo katika mkoa wa Dodoma. Leo amepata nafasi ya kutembelea kwenye jicho letu na amezungumza kuhusu vipimo, amezungumza pia kuhusu namna ambavyo elimu hii wanaendelea kuiambukiza zaidi kuanzia kwa watoto ili watoto waweze kuelewa umuhimu wa jambo hili kwa namna kubwa zaidi sana. Na kila sababu ya kukushukuru kwa sababu muda wako umekuwa thamani kwa pamoja nasi katika jicho letu. Mariango Mgeta ndio jina langu na nakushukuru sana pia Bwana Said Ibrahim kwa kuweza kufika. Asante sana. Tunaamini kwamba kutoka WMA wakala wa vipimo kukiwa na kitu chochote basi mtatukimbilia pia uweze kuwajuza watazamaji wetu kusikia kinachoendelea. Na nikutakia kila la heri, naendelea kutazama Sky TV.